kama kuna kitu cha kuomba ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Vingine vyote vipigie bla bla, lakini ujazo wa Roho Mtakatifu. Umewahi kupiga magoti ukasema leo nimefunga? Ukiulizwa kwa nini umefunga, unasema leo nimefunga, nahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu. Tunajua kufunga sana tukiwa na mahitaji yetu. Utakuta mama amefunga kabisa. Vipi, mbona umefunga? Asema harusi ya mwanangu imekaribia na kuna mizengwe naiona. Mizengwe gani? Sema kuna mama alipita kwenye send off, hilo jicho alilomwangalia mwanangu, nimeamua nifunge na kuomba. Mungu atusaidie sana. Nguvu ya kushinda inapatikana kwa Roho Mtakatifu. Sijui kama wewe umepitia hali hii, lakini kuna wakati unaomba mpaka unajisikia hutaki kuomba tena. Kuna wakati unaomba mpaka maneno yanaisha. Kuna wakati unaongea na Mungu mpaka unatamani laiti angekujibu. Nikisema hivi namaanisha kuna wakati unatamani hata angekupigia simu, habari ya jioni. Lakini iko hivi, siku ukipokea simu ukasikia inasema mimi ni Mungu wa mbinguni, sio yeye. Hatumii hiyo njia. Hivi umewahi kupitia changamoto ya kiroho kiasi kwamba unatafuta watu wa kusaidia kuomba, lakini wale ambao unawatafuta wanakukatisha tamaa? Ukitaka ujue hili, muulize Ayubu. Ayubu alitoa wapi ule msuli wa kupitia yale mazoezi yote na atoke kama mshindi? Nawaambia watu hivi, story ya Ayubu isome, ishia kwenye kuisoma, yasikukute, ndipo utaelewa. Wewe hapa kupoteza tu bodaboda tu imepotea. Unapiga simu kwa pasta na kilio juu, niombee mtu wa Mungu. Shida gani? Boda baba imefanyaje? Wameiba usiku. Mwenzio alipoteza benzi zote. Ukisikia ngamia zama hizo ni benzi. Hajakaa sawa, anaambiwa unafikiri benzi tu wewe, watoto wako wote. Hajakaa sawa, anaambiwa kila kitu kimeondoka. Alafu hajakaa sawa, ugonjwa unavamia mwili, vipele visivyoeleweka. Anaanza kujikuna tu kidogo namna hii. Wakati ajikuna, kanaanza kukua, kanakuwa jipu. Anaangalia upande mwingine jipu, anaangalia upande mwingine jipu. Majipu yakajaa mwili mzima kila mahali, na yanatoa usaha. Anayemuogesha ni mke wake, anakamua wakati mwingine, kwa sababu huenda anataka mpaka likamuke vizuri kabisa. Anapoendelea kupoteza muda kwenye kukamua upande mmoja, upande mwingine umeoza. Kwa anasikia harufu yake, anaendelea kukamua. Alafu ndipo amemzunguka watu wanamwambia Ayubu, marafiki zake wa karibu wanamwambia Ayubu, wewe una makosa, yanayokukuta haya ni kwa sababu ya dhambi zako. Alafu wanasema, Ayubu anajua kanuni za asili. Mmoja wapo anasema, kama nilikula mali ya maskini, kama nilimdhulumu mjane na yatima, anasema nilichofanya, niliwapa mali yangu, niliwakaribisha, nikawa nao karibu kabisa. Anasema sioni kama nimekosea kitu, lakini huenda kipo mahala fulani. Anaambia wewe unajidai wewe ni mwenye haki. Ndugu zangu, sio kila muumini mwenzetu anayepata changamoto za kiroho ni kwa sababu ya makosa yake. Mambo mengine hatujui sababu zake. Haleluya, haleluya, hatujui sababu zake. Siku moja mke wake akachoka ile harufu, na kwa taarifa yako, mtu ambaye mnataka afe haraka ndio anakaa.
Habari za kwenu? Ndio inavyokuaga hivyo. Kule Usambani ndio wana style tu fulani ambayo bibi ukizeeka au babu umezeeka sana, wamekuhudumia mpaka wamechoka, basi wana namna yao, wanasema ili roho itoke haraka wanatumia maji ya baridi. Japo hiyo story ya kusimulia unaigundua tu ni biology, ila wao hawajui kwamba ni biolojia. Wanakuweka kwenye nyumba, unajua zile nyumba za kule Usambani, Upareni zinafanana. Huwa zinaezekwa kwa majani ya migomba, wakati mwingine yanatumika yale ya pembezoni, sio yale majani ya juu. Ile ya pembeni kwenye mgomba nayo kauka ndio yanatumika kuwezekea. Kwa nasema unapanda juu kabisa kule, unamwangalia pale kitandani alipo pale, mnatoboa kwa juu, mnatoboa kashimo, alafu mnachukua maji ya baridi, wakati amelala mnamshtukiza kwa kumwagia maji. Wanasema ndio roho inamtoka, lakini kiukweli ni pressure inapanda, anaondoka mapema. Siamini kama kweli hiyo kitu ndio inafanya kazi namna hiyo. Lakini sikiliza, mkewe akachoka, na katika hii dunia kuna vitu nataka vikae kwenye akili yako, ili siku vikitokea visikupe pressure. Ikae akilini. Watu watakuhudumia, watakuchekea, lakini kuna saa itafika wanakuchoka. Naongea na watu wana binadamu. Ukielewa ili uweze kupata stress kwamba imeshafika mwisho, basi. Mkewe akachoka, lakini anashindwa kumwambia nimechoka. Mwisho anamwambia Ayubu, natamani mkufuru Mungu ufe. Tuachane na hii habari, imenichosha. Sikia majibu yake, anamwambia, na wewe umekuwa kama wanawake wapumbavu. Tupate mema kwa Bwana, tusipate na mabaya pia. Kwa lugha nyingine, nitamwabudu Mungu nikiwa na majipu au sina majipu, anabaki kuwa Mungu. Ndio maana waimbaji hapo walipoimba anastahili sifa, wanamaanisha. Wakati mwingine naongea na ndugu zangu, mimi na marafiki wa madhehebu yote, wachungaji wa madhehebu yote, kuna saa tunajadiliana, naambia ndugu zangu, kuna mahali mnakosea. Anasema wapi? Hamwezi kusema Mungu anapenda sifa. Sasa ni kweli anapenda sifa? Hapana, Mungu hapendi sifa, ila Mungu anastahili sifa. Kuna saa unamtazama tu unasema yes, sifa ni zako. Haleluya. Anasema tupate mema kwa Bwana, tusipate na mabaya pia. Swali linakuja, kwa nini Ayubu amekuwa na uwezo kiasi hiki lakini mimi nisiweze? Swali la msingi sana. Sikiliza nikwambie, ziko sababu zifuatazo. Namba moja, hatujaomba kupata nguvu. Tunaomba vitu vingine lakini tunashindwa kuomba kupata nguvu. Tunaomba ili tuweze kupata Mungu atupatie baraka za kiuchumi, lakini tunashindwa kuomba nguvu permanent. Macho yetu yameangalia vitu vya muda, tumeshindwa kuangalia vitu vya kudumu. Hiyo ndio shida kubwa sana. Kuna mtu hapa sasa hivi ukamwambia nakupatia shilingi 200,000. Utazifanyia nini kwa haraka? 200,000 mbona nyingi sana? 100,000. Ni kitu gani cha haraka utafanyia sasa hivi hapo? Yaani ukimuuliza nakwambia ya 100,000 unanipatia simu ya touch hata used. Yaani nikipata simu ya touch used. Kuna mtu kimwambia sasa hivi nakupa shilingi 30,000 utafanyia nini? Anakuambia chips. Amefika mwisho. Lakini sikia, kuna mtu sasa hivi hapa ukimpa 30,000, njoo umkague baada ya miezi 6, ametengeneza 300,000 kutoka fedha kidogo tu. Kwa nini? Anaangalia vitu vya baadaye. Kuna mwingine anaangalia vya hapa tu, vimeishia hapa. Nisikie, kama kuna kitu cha kuomba ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Vingine vyote vipigie bla bla, lakini ujazo wa Roho Mtakatifu. Mungu nipe sauti nzuri nikuimbie, nisikilize. Wako waimbaji wazuri sana kule nje. Uongo kweli? Wapo wako vizuri kabisa. Katika hii dunia ya muziki hakuna mwanaume ambaye ameibuka na akili nyingi na kipaji kama Mjamaika Robert Nesta Marley, lakini alikuwa anavuta bangi. Ukisema tu kuimba, wako waimbaji wazuri sana. Wapo. Alikuwa anapiga bangi zake, anasoma mafungu sura 9 za Biblia. Lakini anatoka
tofauti gani na wewe? Unasema kuongea vizuri, kuna watu wanaongea vizuri bwana. Lianganili Barack Obama likiongea, unaweza kulisikiliza tu mwanzo mwisho. Yaani tu ulimi hapo unapoiko hicho Kiingereza hapo, pua utafikiri imebanwa. Lakini mjaluo tu. Ni shemeji cheo yule bwana. Ila na sisi kwa kuunga undugu mtu akipata cheo. Yaani Barack Obama shemeji kabisa. Unajua kwao Kogelo hapa uliwahi kufika? Ndugu zangu, najua mara nyingi nikiangalia watu wa kale najaribu kuangalia siri zao, kwa nini walishinda. Navutiwa na maisha watu fulani fulani. Kuna watu ambao ukiwatazama unasema natamani ningekuwa kama huyu. Kuna watu unaangalia unasema huyu alikuwa bora kuliko mwingine. Siri yao ni nini? Ujazo wa Roho Mtakatifu. Tukifika hapo watu wanasema sasa, unajua mchungaji, wale walikuwa ni watakatifu sana. Tutafika huko. Fungua kitabu cha Yohana sura ya 16 fungu la 24. Kwa nini hatupati nguvu ya Roho Mtakatifu? Yesu anasema sababu kubwa ni nini hapo? Ya kwanza muhimu kabisa, Yohana 16 fungu la 24, 16:24. Katika kitabu cha Yohana 16:24 ndio inasema, naam, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Rudia tena. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata. Furaha yenu iwe timilifu. Anasema Yesu yuko na wanafunzi wake, wameshaona vitu vingi sana, lakini anasema hata sasa hivi hamjaomba chochote kwa jina langu. Lakini anasema mtakapoomba furaha yenu itakuwa timilifu. Haleluya. Kwa nini nasema Roho Mtakatifu ni muhimu sana? Na sharti la kwanza, lazima uombe Roho Mtakatifu. Usipoomba unapata Roho Mtakatifu kiwango cha kukutosha katika vitu vya kawaida. Labda nidadavue tena zaidi hapa. Unapoenda kununua simu yako, betri inakuwa zero kabisa. Naongea na watu au na binadamu? Nijibuni basi kwa nguvu. Betri inakuwa zero kabisa. Inakuwa na nini? Yaani kila mtu aliyeko hapa ana kiwango cha Roho Mtakatifu kinachomtosha kwa vitu vya kawaida. Lakini ukitaka kiwango cha Roho Mtakatifu kwa vitu vya ziada, lazima uombe. Yaani Roho Mtakatifu uliye naye ni wa kawaida huyu tu, ambaye yani ukitenda dhambi anakukumbusha kutubu. Sijui umenielewa? Yaani huyo kila mtu anaye. Alafu anakusaidia tu ukiwa kanisani ukisikiliza neno, angalau uelewe 50% ya mahubiri. Maana uelewa ni tofauti pia, na ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Yaani kuna mtu akitoka hapa ukimwambia Pastor Mbaga amehubiri nini, anakuambia amesema nini? Ungekuwepo uone alivyokuwa anahubiri. Amehubiri hapo, watu wamejaa hivi. Sawa, wamejaa nini? Roho Mtakatifu, kila mtu ana kiwango chake. Ni kama malaika tuna ulinzi wa malaika, lakini unatofautiana. Hebu sikia kidogo. Ukichaguliwa kufanya kazi kanisani, ukachaguliwa kuwa mwimbaji, ukachaguliwa kuwa shemasi, ukachaguliwa kuwa mzee wa kanisa, kitendo cha kuchaguliwa pale unaongezewa kiwango cha malaika. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Ndio maana wakati wa uchaguzi mara nyingi nawaambia watu, ukiambiwa umechaguliwa nafasi fulani usikatae. Kuna kaupendeleo kwa ajili ya kiongozi. Yaani iko namna hii. Ngoja nikupe mfano. Malaika nilionao mimi sio ulionao wewe. Mbona sasa unakwazika sasa? Yaani hiyo haihusiki na matendo. Umenielewa? Hiyo haina utakatifu wala nini. Ni kwamba tu kitendo cha kuchaguliwa kwenye kazi fulani, Mungu anasema, wewe ni mchungaji, nakupa 7. Kwa nini? Upo kwenye majaribu mengi kuliko mtu wa kawaida. Tunaanza kuelewana sasa?
Kwa hiyo una kiwango ka Roho Mtakatifu ka kawaida tu, lakini kuna wengine wanajazwa, wanaenjoy, furaha yao inakuwa timilifu, maana wamejazwa Roho Mtakatifu. Kwa kila anachokifanya ni kama vile kimeongozwa na Roho Mtakatifu, yaani mambo yanaenda vizuri kabisa. Akijaribu kuangalia upande huu, Roho Mtakatifu anambia huko usiangalie, hapa fai. Akijaribu kwenda biashara hiyo, usifanye, haifa. Na watu wanadhani unajazwa Roho Mtakatifu ili ufanye kazi ya Mungu tu. Sikiliza, unajazwa Roho Mtakatifu hata biashara uifanye kwa akili. Haleluya. Danieli alijazwa Roho Mtakatifu ili ahubiri injili wapi? Danieli mpaka anakufa hajawahi kufanya mkutano hata mmoja, ila kazi yake ilikuwa moja tu, aweze kuongoza hadi watu waseme tumpate wapi mtu mwenye roho wa Mungu kama huyu. Unaweza ukajazwa Roho Mtakatifu hadi pale ofisini kwako pale, bosi hafanyi vikao mpaka akuite. Haleluya. Anasema njoo tushauriane. Sasa unasema pastor, tufanyeje? Cha kwanza Yesu anasema ombeni. Ifikie kiwango, piga magoti kabisa, sema Mungu, leo ninapiga magoti. Ninachokiombea leo sio kingine. Najua na Roho Mtakatifu, lakini nataka unijaze. Haleluya. Njoo Roho Mtukufu uoshe moyo wangu, utakase nia yangu, njoo unijaze sasa. Roho Mtukufu njoo unijaze sasa, utakase nia yangu, njoo unijaze sasa. Luka 11 fungu la 11. Njoo unijaze sasa. Luka sura ya 11 inasema, ndio, maana ni yupi kwenu aliye baba? Jamani, hebu kidogo hapo. Tulisema baba tunayemwongelea hapo ni daddy. Tuko sawa Sio nani? Father. Unajua tofauti kati ya father na daddy? Naongea na watu wana binadamu. Mnajua tofauti kati ya father na daddy? Wanaosema ndio wanyoshe mikono. Shusha. Wanaosema sijui wanyoshe mikono. Jamani tafadhali. Wanaosema sielewi kinachoendelea, naona nyota. Kwenye Biblia Kiswahili imetumia maneno mawili. Wanasema na hivyo tunalia Aba. Aba. Umesikia? Aba. Daddy. Kuna tofauti ya Aba na baba. Tofauti ni nini? Father ni mwanaume yeyote ambaye anaweza kumpa mimba ya mwanamke. Anaweza kawa kichaa au akawa na akili timamu. Huyo ni father. Father hajui kulea watoto. Hamjawahi kuona kuna familia nyingine, hata nyie mnajua, hata unaniangalia unaweza ukaelewa. Yaani unajua kabisa aliyewalea nyie ni mama, lakini baba yupo. Si kwamba amekufa, yupo. Yeye anajua kupiga pombe tu, kunywa pombe, maisha yanaishia hivyo hivyo. Muulize una watoto wangapi, anajua idadi yanayo, lakini una watunzaji haelewi. Huyo ni father. Father hana tabu. Father, mwanamke akiwa na mimba hajali, hajui kinachoendelea. Atajua mwenyewe. Akitapika anamwambia jikaze. Akimwambia anajisikia vibaya anamwambia changamka. Huyo ni father. Mtoto akimsogelea kidogo, ametoka kazini, anajaribu hata kuleta kamchezo kidogo, anambia we ndani, sitaki usumbufu. Ila daddy mke wake akiwa miezi mitatu ya kwanza ya mimba, ambao ndio complicated kuliko yote, ni miezi migumu kweli kweli, wakati tayari mwili umeanza kuvurugika, maana umeshaanza kupata vitu vigeni.
Unajua kwa sababu ni homoni ndio zinabadilika, na homoni inabadilika kila baada ya sekunde 5. Homoni imeshabadilika. Yaani anaweza akakuomba sasa hivi hapa ndizi za kuchoma, ile unaenda zinachoma, ukileta ishageuka mshikaki. Unaweza kumwambia tunasumbuana hapa. Yaani ile homoni ya ndizi ilishaisha habari yake. Sasa hivi yuko homoni nyingine. Dadi, mke wake mjamzito akiwa anatapika, dadi utamsikia anamuuliza, unatamani nikuletee kitu gani? Nini kikusaidie ili angalau ujisikie vizuri? Huyo ni dadi. Father, katapikie nje. Unachafua nyumba hapa. Hiyo ndio tofauti. Dadi anaweza akaleta kalimau, akamwambia mwenzake, kidogo ngoja nikamue kalimau utumie. Dadi daraja la kwanza, maana wako kwenye madaraja. Dadi grade 1, yeye analeta lile limau, analikamua vizuri kwenye glasi na anampelekea mwenzake, nikunyweshe au unakunywa mwenyewe. Dadi daraja la pili analeta, anamwambia nimekuletea, kata utumie. Ana nafuu kuliko father. Kwa ukimwona Yesu anaongelea habari ya baba hapo, haongelei wale baba design hii akina father, anaongelea dadi. Haleluya. Utanielewa, maana hilo fungu linataja sifa ya dadi. Anasema ikiwa dadi wa duniani anaweza kufanya ABCD, je, dadi wa mbinguni si zaidi? Hebu rudia tena hapo 11. Wamekuzimia tena jamani. Basi. Inasema, maana ni yupi kwenu aliye baba? Aliye dadi. Tuko sawa ambaye mwanawe akiomba mkate atampa jiwe? Akina dadi, mtoto akiomba mkate huwa hatoi nini? Jiwe. Endelea tufunga nafuata. Au samaki, badala ya samaki atampa nyoka? Yaani akimwomba mtoto wake, baba nataka chililo. Jamani tafadhali sana. Anajua kabisa kwamba akitaka samaki nampatia mtoto wangu kitu gani? Samaki. Lakini anasema akina father wao, mtoto akiomba samaki ili kumfunga mdomo na kiherehere, anamletea nyoka. Kula. Katoto, usinisumbue siku nyingine. Tabia mbaya wewe. Alafu unajua akina father wana matusi ya ajabu kabisa. Anaweza kumwambia mtoto kabisa, kichwa kama mama yako. Na mtoto anakuwa vile akijua yeye ni kama nani? Mama yake. Subiria apate kazi. Mama aje kupumzika. Si ana kichwa kama mama yake? Mama aje kupumzika. Anasema kama ninyi mnaweza kufanya hivyo. Endelea kidogo ndugu yangu hapo. Au akimwomba yai atampa nge? Au akimwomba yai atampa kitu gani? Nge. Basi. Ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Yaani hata huyu dadi mwenye hizi sifa tunasema anazo, bado ana uovu ndani yake. Je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamuombao? Baba wa mbinguni atawapa Roho Mtakatifu hao wamuombao. Umewahi kupiga magoti ukasema leo nimefunga? Ukiulizwa kwa nini umefunga, unasema leo nimefunga nahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu. Tunajua kufunga sana tukiwa na mahitaji yetu. Utakuta mama amefunga kabisa. Vipi, mbona umefunga? Anasema harusi ya mwanangu imekaribia na kuna mizengwe naiona. Mizengwe gani? Sema kuna mama alipita kwenye send off, hilo jicho alilomwangalia mwanangu, nimeamua nifunge na kuomba. Mungu atusaidie sana. Nguvu ya kushinda inapatikana kwa Roho Mtakatifu.
si kwa uwezo wala si kwa nguvu za kawaida, bali ni kwa Roho, asema Bwana wa majeshi. Hiyo ukiipata, anasema anaofuata mengine yote yanakuwa ni kama zidio tu.